kusema kuhusu mambo ambayo yamefanyika leo from yesterday. Kwa upande wangu mimi nitakuambia kwamba tumeona marais wengi sana katika nchi hii wakikaribisha wageni kutoka nje. Tumeona Rais Moi, tukamwona Mwai Kibaki, tukamwona Uhuru Muigai Kenyatta. Na hata huyu Macron ambaye amekuja hapa tumeona akija wakati wa Uhuru Kenyatta. Na it's very unfortunate kwamba tunapata viongozi ambao ni wa nchi hii, people like Rigathi Gachagua, watu kama PLO Lumumba, na some clueless content creators who are opposing everything. We must agree that at some point we differ with as a nation or as individuals, but when it comes to development, anything that is done for the interest of the country, that's why we really loved Baba. Baba will not compromise anything that will benefit the people of this country. Na sasa tunaona viongozi ambao tuko nao na wanaharakati na watu wakadhalika ambao wanapinga kila kitu ambacho kinafaidi nchi hii. Today you saw wakati even Macron akitembea, some people who are enemies of progress are complaining even wakati ambapo traffic inafungwa, and you could see them comparing the same thing with what happened in America wakati ambapo African president walikuwa wameenda pale. You realize that wale wa jamaa wameadvance, na wakati ambapo wameadvance wako na barabara ambazo zinaweza kubeba VIP bila kusumbua watu wengine. Sisi kwetu hapa the same roads that we have are limited if you compare na population about tuko now in the city. And so let us give credit where it's due. The president is doing a very good job holding a status a conference ama a meeting of this status. Sio rahisi, nchi mingi hazina uwezo wa kufanya mkutano kama huu ambao umefanywa. And we must say that it has been a plus to our economy. Watu wenye mahoteli, maderiva, wenye magari, VIP, kadhalika, people have made money. This an event ambayo inafanyika ni kama tu yale ambapo tumekuwa na AFCON. Ni kama nchi ambayo imekuwa na World Cup, ni kama nchi ambayo imehost World Seminar ama UN General Meeting. At that time ambapo meeting inafanyika ama event kama hii inafanyika, the economy, wala ambao wanahusika, wala ambao wanafanya nini, transport industry, people do benefit. And so let us not just oppose everything for the sake of opposing. People like PLO Lumumba ni watu ambao wamekuja na kizungu kubwa. Lumumba talks big English, and you can hear him akienda West Africa ama nchi zingine. If you hear Lumumba talk, people there wanafikiria kwamba this guy lazima penye ametoka, people have already people seen the light. Lakini if you follow Lumumba, apart from kizungu kubwa ambaye anaongea, even everywhere where he comes from, hata Kiswahili peke yake watu hawajui, leave alone kizungu ambacho anaongea. So people who are opposing everything for the sake of opposing, make sure that you give an alternative, or you have other value that you can add to the society. When now the president says that I've given you an opportunity, and so you oppose with an option. That's why Baba was a very good opposition leader when his time was there. He was opposing with an alternative. Lakini si hawa tu wa kupiga mdomo. It's unfortunate, and we must say no to such kind of individuals, because this country is ours. When it goes down, sisi wote tunazama. When it succeeds, sisi wote tunafanya nini? Tunafanikiwa. So Ruto, 2 term bro.